Wacheni tuombe pamoja. Bwana wetu, tunakuinua na tunakushukuru na tunasema wastahili sifa na utukufu Bwana. Wewe ni mwingi wa rehema na neema, Jehova Jire. Umetupa kibali kikuu sana mbele zako mtakatifu. Ndani yako Bwana Jehova Jire sisi tukawa watu wale wanaopendeka nawe, kwa sababu Bwana ulitutoa katika giza ile ilikuwa imetanda katika maisha yetu, ilikuwa imetufunika na imetufuisha kujua na kutambua wema wako Bwana. Lakini sasa Bwana Jehova Jire, kwa pendo lako umetupa nguvu na mamlaka tukaweze kuwa na utawala mkuu, na nuru yako ya ajabu kuwa pamoja nasi. Ninaomba Bwana Jehova Jire nikisema ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe, na hakuna mwingine Bwana Jehova Jire wa kutukuzwa, kuinuliwa na hata kubarikiwa, ila tu ni wewe mtakatifu wetu. Asante ni kwa sababu kwa hili neno liko mbele yetu Mfalme, tunaenda kulisoma. Tunakutukuza ni kwa sababu Bwana Jehova Jire mapenzi yako wakati wowote inafanyika kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jire wakati wowote haki yako Mfalme imeingia ndani ya moyo wa mtu, ule mtu Bwana Jehova Jire anafanyika kuwa kiumbe kipya. Ni kwa sababu haki yako Bwana Jehova Jire ndio inatubadilisha, neno lako ndio linatubadilisha, uwezo wako ndio unatubadilisha wakati wote tunaoamini kwako Bwana Jehova Jire. Asante Mungu wa utukufu na mwenye neema, ni kwa sababu wewe ndiye tumeridhi kwako Bwana Jehova Jire, na wewe Bwana umetufanya kuwa watoto wako. Ni ndio Bwana Mfalme wa ajabu tuweze kuimba wimbo mpya wakati wote na amani na furaha wakati wowote Bwana Jehova Jire tunaloliamini neno lako. Baba, ninakuomba ni kwa sababu ya wote walio na uoga kufanya kazi yako Bwana, kwa sababu wanafungiwa na mambo mengine na watu wengine mtakatifu. Ninawaombea Bwana Jehova Jire wawe na ujasiri wako ndani ya mioyo yao, na ndio Bwana Mfalme wa ajabu waweze kutimiza yote yale Bwana inayohitajika katika mapenzi yao, na katika Bwana Jehova Jire pendo lako mtakatifu wako Mungu wetu. Na ndio Bwana Jehova Jire waweze kutimiza kile uliweza kuwaitia hapa ulimwenguni kutuleta Bwana Jehova Jire ndio tufurahie mambo yale yaliyo ndani yake, ila Bwana Jehova Jire nitufurahie yale Bwana Jehova Jire ulioipanga kutoka mwanzo, na ukaja Bwana Jehova Jire ukaianzia na ukaifanya 3.5 years, na ukaweza kuelekeza Bwana Jehova Jire na kufundisha kulingana na vile Bwana Jehova Jire wewe uliweza kuelewa na kutambua moyo wa Mungu Baba yule aliyekutuma hapa ulimwenguni. Ninakutukuza wewe Bwana uliyetuponya magonjwa na ukatuponya, ukatuondolea maradhi yote Bwana Jehova Jire. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. Asante ni kwa sababu hata utaendelea tu Jehova Jire kufanya watu wote waweze kujua na kutambua. Uliweza kuwabariki na ukawapa kibali Bwana Jehova Jire, wakainuka na wakatembea katika ndani yake mtakatifu. Yeye wao ni kuamini tu ile kazi uliyoifanya ya kwamba ni ya kweli na iko na msaada wote ule mwanadamu anaohitaji. Asante Mungu wetu na Baba wetu kwa amani yako Bwana Jehova Jire, na kwa upendo wako mtakatifu, na kwa kutuonyesha Bwana Jehova Jire utukufu wako Bwana na neema yako ya takatifu Mfalme. Ninakushukuru na ninakuinua. Wewe pendo lako Bwana Jehova Jire limejaa ndani yetu. Wewe ndiye Bwana tutainua, na wewe ndiye tutatukuza, na wewe ndiye tutaiba wimbo wako Bwana Jehova Jire, na wewe ndiye tutapeana mahali popote tutakapoenda, ndio tuweze kuonyeshana vile wewe utendavyo kazi. Ni nani kama wewe Bwana Jehova Jire, Mungu wa utukufu na wa uweza? Wewe Bwana Jehova Jire umetufanya sisi tukaweza kujua na kutambua mapenzi yako Bwana Jehova Jire ni kwetu Mfalme, kwa upendo wako mwingi na fadhili zako za umilele. Waponye watu wale wote walio wagonjwa, wacha waamke waamini ya kwamba maradhi yote na ashinda zote Mfalme, uoga wote wa mateso yale yaliyo ulimwenguni uliyaondoa miaka 2000 iliyopita, na wote wale Bwana Jehova Jire wamefungiwa na jambo lolote lile Mfalme Jehova, ninawafungua na ninaomba waweze kuamini wamefunguliwa, na ndio Bwana kunena kwetu neno lako Bwana kuweze kupata kazi ndani yetu sisi wote kwa uwezo mkuu na utakatifu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu ya neema yake ya utukufu. Sasa asubuhi ya leo ninataka tuweze kujua ya kwamba tunaendelea na neno la Bwana, na wakati kama huu tunapoendelea na neno la Bwana, tunaendelea na neno lake ni kwa sababu hatujapewa kazi nyingine
Baada ya mambo yote, kazi ya Bwana, kabla ya mambo yote, kazi ya Bwana ndio inafaa kutangulia, kama vile neno linavyotuambia kwamba katika kitabu ya Mathayo ya kwamba ate kwanza tutafute ufalme wa mbinguni na mapenzi yake. Wakati tunapoutafuta ule ufalme, tunapokea neema, tunapokea uwezo, tunapokea nguvu katika mamlaka yake. Yeye anatusaidia kufanya yote, kama vile tunavyojua na tunaelewa ya kwamba kifo kiliondolewa na Kristo Yesu. Hivyo ndivyo hata mateso na nguvu zile zingine zote zinazotusukuma, ugaga na ushawi ule watu wanaogopa sana, ziliondolewa. Hatuna laana iliondolewa na Kristo Yesu, na aliiondoa, na hakuna wakati itarudi kwa wote wale waaminio. Kwa hivyo mambo ya kazi ile yote Yesu aliyoifanya katika ulimwengu tulio ndani yake ilifanyika na haitarudi na haitajirudia kamwe. Sisi ni watoto wa Mungu walio na uwezo na kibali kikuu, walio na nguvu na mamlaka ya ajabu katika maisha yake Kristo Yesu. Anatupenda. Yesu anatupenda kupindukia, anatupenda kwa upendo wa ajabu, yani kila wakati. Hakuna kitu kingine anayeshughulikia isipokuwa tu mwanadamu yule aliye ulimwenguni, ule aliupo kwa mfano wa Mungu, na ndiye aweze kutimiza yote yale Bwana wetu Yesu Kristo anayoitimiza. Bwana asifiwe. Yesu wetu na Mungu wetu tunampenda, na katika kazi yake tumetambua mapenzi yake ni ya kwamba sisi wote tuokolewe. Mapenzi ya Mungu wetu ni sisi wote tuokolewe kupitia kazi ya Kristo Yesu. Na kazi ya Kristo Yesu ni gani? Ni kufa, kuzikwa na kufufuka. Hiyo ndio ilimleta, hiyo tu ndio ilimleta katika ufalme huu wa ulimwengu. Namba 2, na pasipo yeye hata Biblia haigeandikwa, na pasipo yeye, na yeye ndiye mwandishi wa hiyo neno. Bwana asifiwe. Yesu Kristo amejaa hekima. Yesu Kristo amejaa yani ndani yake amejaa wisdom, ndani yake amejaa revelation, na yeye tena ndiye revelation. Ndani yake amejaa understanding. Yesu Kristo ndiye understanding. Wakati tunapomwamini tunampokea kwa uwezo wote. Yesu Kristo ndio ukweli. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ndiye righteousness, ndio haki yetu. Yeye ukimpokea, umempokea haki yote, umepokea haki yote, umepokea ukweli wote. Haleluya. Umepokea neno lote, umepokea wokovu wote. Yeye ndiye vyote, na yeye ndiye mtangulishi wa kila tunachokihitaji katika ulimwengu tulio ndani yake. Yeye alikuja kutupa vitu vyote, kipawa kile Baba wetu Mungu wetu alipeana, na kutimiza ile promise Mungu alinenea Abraham. Sisi tunaipokea kumpitia nani? Kumpitia Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye alitumwa kwetu sisi, ndiye aweze kutuonyesha njia, kutuelekeza na kutufundisha yale yote Mungu aliyoyanenea manabii na hata mitume, mababa wetu wa kwanza katika Old Testament. Aliyanenea yote kumhusu Kristo Yesu. Aliwanenea yote kuhusu kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Ndio sisi tukaweza tukiingia ndani ya hiyo kazi ya Kristo Yesu, tuweze kuokolewa na tufanywe kuwa viumbe vipya, na tukifanyika kuwa viumbe vipya tuweze kupokea uzima wa umilele kulingana na vile Mungu alivyohakikisha kutoka mwanzo. Kwa hivyo kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa hapa ulimwenguni, sisi tulikuwa tunajulikana na tunaeleweka na Mungu vyema kabisa. Alitujua, alitutambua kabla hata Yesu Kristo hajafa. Alikuwa anatujua, na hiyo ndio ilimsukuma aje afie ulimwengu. Ndio kwa sababu ulimwengu ulijaa kifo, ulijaa mauti, ulijaa laana.
akamtuma ndio aje aweze kutuondolea hayo yote, tuendelee na kufanyika kuwa watoto ama wana wa Mungu wasio na hatia wala wasio na mawaa wala wasiostakiwa ubaya wowote, madhambi yoyote, kwa uwezo wake mwana wa Mungu. Tunashukuru Bwana na ninafurahia mapenzi yake, na ninashukuru pendo lake la ajabu lile aliyotuletea hapa ulimwenguni. Ninatukuza jina lake sana. Salvation is the only truth and power. Wokovu ndiye tu iko na ukweli na nguvu. Wokovu, wakati mwanadamu anasema mimi nimeokolewa kwa damu ya Kristo, nimeokolewa na Kristo, ni kusema ya kwamba ukweli umeingia ndani yako. Ukweli ni hili andiko. Neno linasema ya kwamba katika kitabu ya John 17:17, washafise kupitia neno, neno lako ndio kweli. So ukweli umefichwa ndani ya neno, na neno ndio linatusafisha. Neno ndio linaonyeshana mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, na pasipo neno la Bwana haiwezekani wewe uweze kutambulika katika maisha yako wewe ni nani. Neno ndiye kioo kile tunafaa kujitazama nacho tuweze kujitambua sisi. Hakuna mtu ajitambuae nature yake ama life yake kupitia kupitia traditions ama culture ama kulingana na vile unavyoelezewa na mababu wa mababu. Tunajitambua sisi ni akina nani. Ukweli wetu wote umefichwa ndani ya neno. Sisi kila mmoja tumefichwa ndani ya neno. Twajitambua kupitia nuru iliyo ndani ya Kristo, na hiyo nuru ndio neno lake Bwana, na hiyo nuru ndiye Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hivyo Christ ndiye anatutambulisha sisi ni akina nani, na vile tulivyo ni Kristo anatutambulisha. Na anatutambulisha kupitia nini? Sisi kulisoma neno, kuliamini neno, na hata kulitafsiri neno, kulinena neno miongoni mwa watu wengi. Wakati mwanadamu anapotorokea katika neno, msaada wote wa uungu unaingia ndani yake. Wakati tumejizika na neno, wakati tumekaa chini ya neno la Bwana na kuliamini lile neno la Bwana na kufanya mapenzi ya neno la Bwana, tunafika katika nafasi ya kutambua Kristo kikamilifu, Mungu kikamilifu, na hata Roho tunawatambua wote kikamilifu. Na wakati tunapowatambua ni kuonyesha ya kwamba wameshaingia ndani yetu, wameshatusamehe dhambi, wameshafanya kazi yao katika ukamilifu wote katika maisha yetu. Na kutoka pale wewe umekuwa katika hiyo nafasi na umepokea hiyo neema, umeanza kuitwa mwana wa Mungu, na tena ufalme wa mbinguni umefika kuwa ufalme wako. Haleluya. Katika hiyo nafasi naenda kulifungua neno, na kabla ya yote nataka tuweze kuelewa na kujua ya kwamba tunazungumzia kuhusu ile kazi Kristo Yesu alifanya. Neno linatuambia death is abolished. Nani huyo aliyafanya hayo yote? Ni Kristo Yesu. Aliondoa kifo kile kilikuwa kimetutangulia. Aliondoa kifo kile kilikuwa katika utawala katika maisha yetu. Amekiondoa na amekiondoa kikamilifu. Eheretie gikuo na agakieheria biũ. Tutire na gikuo ithuĩ, niĩ nawe tutire na gikuo. Ucio ni ũndũ ũmwe ingĩenda umenye biũ, ati wale wote tumeamini na wale wote tunaendelea kuamini hata sasa. Nataka kukuambia, wakati ulisema nimeokolewa, uliokolewa katika uliokolewa kutokana na kifo. Sababu ulikuwa ndani ya kifo,
na ulikuwa na wakati tunasema sisi tulikuwa ndani ya kifo, ni kusema sisi tulikuwa wenye dhambi, na dhambi ilikuwa utawala, ilikuwa imetutawalia. Dhambi ilikuwa imetuwin. Dhambi ilikuwa yani dhambi ndio ilikuwa kila kitu katika maisha yetu. Hata wakati mtu anafikiria kwamba mimi ni mzuri, mimi ni mwema, dhambi wakati wowote dhambi imo ndani yako. Hata ufanye jambo gani ama gani nzuri na mna gani, hata uweze kuimba nyimbo nyingi za Mungu, ama usome Biblia sana, ama uombe maombi mengi na ufunge siku nyingi, ile dhambi hakuna wakati itafanya uweze kuitwa mwenye haki. Ukiwa na dhambi, kulingana na neno, wewe ni mwenye dhambi. Hata kama wewe ni mzuri kiasi gani, hata wewe uwe mtu umependa watu namna gani, dhambi ikiwa ndani yako, ikiwa haijaondolewa kwa wewe kusikia, kuamini na kukiri, haiwezekani uweze kuwa uweze kupokea neema ya Mungu. Sababu neema ya Mungu haiwezi kaa pamoja na Shetani ama na kazi ya Shetani ama na dhambi yoyote. Wewe ni mbarikiwa, umeinuliwa, umefunguliwa. Wewe ni mtu aliye na pendo kuu sana ya Mungu. Tukisoma hilo neno, tukisoma neno lile nilikuwa nataka tuweze kuliangalia pamoja nawe. Ni neno moja liko katika kitabu ya Roman 16:27. Wacha tuangalie. Ndio tuendelee na kuingia katika yale mengine yote tunayoyasoma siku ya leo, kwa sababu ninaamini ya kwamba tutapokea kibali, kitakuwa pande yetu. Neno katika kitabu ya Roman, hii neno nilisoma asubuhi, Roman na nilikanifurahisha. Roman 16 mstari ni wa 27. Mstari ni wa 27 unasemaje? Unasema, nimefungua Kikuyu na wacha nisome tu na Kiingereza, nifungue Kiswahili. Inasema 27. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Ebu nifungue Kiswahili, nifungue ile Biblia tumezoea kuisoma. Sijui namna gani nimefungua hiyo. Katika kitabu hiyo ya Romans 16 inasema tu hivyo tumesoma, lakini inasema to God only wise be glory through Jesus Christ forever. Kiswahili ikatuambia ya kwamba forever. Kiswahili inatuambia ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Utukufu uko na yeye Mungu kupitia Kristo Yesu milele na milele. Atendie Mungu mwenye hekima. Bwana asifiwe. Kwa nini nimesema huo mstari unanifurahisha na unanifurahishanga kila wakati? Wakati nilipojua na nikatabua ya kwamba hekima yote imefichwa ndani ya Mungu. Yeye ndiye hekima. Yeye ndiye mwenye hekima. Na kama sisi ametujitambulisha kwetu kupitia Christ. Nikajua ya kwamba kuwa ndani ya Kristo ni kupokea hekima ile iliyo na Mungu. Ile iliyokuwa kwa Mungu mpaka leo iko kwa Mungu na itakuwa kwa Mungu milele.
Hiyo hekima, mtu yeyote yule anaingia katika imani kupitia Kristo Yesu, yule mtu anapokea hiyo hekima. Kristo Yesu amepokea hekima kutoka kwa Baba. Kristo Yesu amepokea neema yote kutoka kwa Baba. Na sisi, kwa sababu Kristo Yesu ndiye alitumwa kwetu sisi, aweze kuonyeshana nguvu na mamlaka yake na utukufu wake kumpitia Baba yake. Haleluya. Kwa hivyo ndani ya Kristo Yesu kuna hekima. Ndani ya Kristo Yesu kuna knowledge. Ndani ya Kristo Yesu kuna revelation, kuna understanding. Ndani ya Kristo Yesu kuna right. Bwana asifiwe. Na moyo wangu wakati wowote ninasikia kabisa kupenda kutambua na kujua na kuelewa hii hekima imo ndani ya Mungu ni hekima ya aina gani. Na wakati mmoja nikataka na nikaomba nikaomba ndio niweze kuisoma, ndio niweze kutambua ile hekima. Na nikaomba ndio Bwana aweze kunifunulia ile hekima. But wakati nilipokuwa nikisoma neno, nikafika katika mstari huko katika kitabu ya Hebrews. Naweza fungua pamoja nawe katika hiyo kitabu ya Waebrania, mlango wa Waebrania 10. Hebrews 10. Neno likaweza kunifafanulia kwamba ile hekima ninaweza kuipata wapi? Nilikuwa nafikiria ni kwa kuomba, nilikuwa nafikiria ni kwa kufanya mambo yale yote, kupeana, kujitoa, lakini nikakuta katika Hebrews 10 mstari wa 9 ukiniambia, then said he, Lo, I come to do thy will, O God. Taketh away the first, that he may establish the second. Hiyo ni moja ya namba 9. Alafu number 7. Then said I, Lord, I come in the volume of the book. It is written of me. Nani ananena kuhusu ate the volume imeandikwa kwa yeye, imeandikwa yeye, imefafanua yeye, ni Christ Jesus. Kwa hivyo wakati niliposoma huu mstari, nilipata neema ya kutambua na kuelewa ya kwamba ile hekima tunayoisoma katika mstari wa Roman 16:27, Roman 16:27, hiyo hekima imefichwa ndani ya Kristo kwa yeyote yule anayelisoma neno. Yesu akasema, then said I, Lord, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will of God. Nikajua kuwa na hekima, na ndio niweze kutambua hiyo hekima mahali imefichwa, ni kulisoma neno la Bwana lile imeandika kumuhusu Christ, yule ndiye aliye mfano kamili wa vile Yesu Mungu Baba alivyo. Number 2, nikaweza kutambua ya kwamba ile hekima imefichwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo wakati ninapolisoma neno, ninatambua ninalitambua neno, ama ninakuwa na ufunuo ndani ya lile neno lile limeandikiwa Christ, yule ameandikwa pale.
nikatambua, nimepokea hekima. Kwa hivyo hekima ni Christ. Hekima ni neno hili wakati wowote mtu ameliamini. Wakati tunapoliamini tunapokea hekima ile imefichwa ndani yake. Kwa hivyo mtu yeyote asiye na neno la ufunuo wa Kristo Yesu hana hekima, ni mpumbavu, ni mtu asiyo na jicho nuru katika jicho lake la rohoni. Jicho lake limevumbwa na giza. Masikio yake ni bubu, hasikii. Na mtu asiyesikia haelewi na hawezi ongea mausia ya Bwana. Bwana asifiwe. Nikajua ndio niweze kunena kweli, na ndio niweze kunena hekima na maarifa, ni lazima niweze kuingia katika chombo la nini katika neno, ndio niweze kujifundisha kujifundisha kulipitia hili neno, nipokee nuru, nayo ile nuru inanipa mwelekeo wote kupitia kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye nuru. Kristo Yesu ndiye nuru. Baba wetu Mungu wa utukufu ndiye nuru ile tunahitajika leo kuwa nayo. Ati anasema ya kwamba to glory to God only wise. Yeye tu. Be glory through Jesus Christ forever. Bwana asifiwe. Mimi na kuambia asubuhi ya leo, ndani ya Kristo hapo ndio maficho yako ilivyo. Ndani ya Kristo hapo ndipo ukweli wote umefichwa. Ndani ya Kristo ndio hapo ndipo kitu tunaoita uzima, uhai zimefichwa. Wisdom, understanding, knowledge zimefichwa ndani ya Kristo Yesu. Na ndio niweze kuitambua maandiko vyema ni kupitia kulisoma neno na kutambua kile kimefichwa ndani ya lile neno. Bwana asifiwe. Tukiwa tu pale nataka tuweze kuendelea na kulisoma neno katika kitabu ya Hebrews 2:16, Hebrews 2:14, Waibrania 2, Hebrews Hebrews 2 mstari wa 14. Kama vile tulilisoma neno na tukaona ya kwamba neno likatuzungumzia na likaweza kutuambia katika kitabu ya hiyo 2 Timothy, katika kitabu ya 2 Timothy, sikwambii ufungue, nikukuelezea, ninakuelezea kwa sababu tumelisoma 2 Timothy mara kadhaa. Hizo siku tumeanza kusoma kuhusu hii topic. Tumeisoma, hiyo ndio tulitangulia nayo. Na kama vile hiyo 2 Timothy iliyotuambia ya kwamba siku ya jana na juzi ile ingine ikatuambia ya kwamba ikatuambia ya kwamba 2 Timothy 1:10 mstari wa 10 ilituambia ya kwamba who had saved us and called us with an holy calling, not according hiyo ni 9 ninasoma, ninataka kusoma 10. Hata 9 niko na haja nayo, lakini kwanza tusome 10. But is now made manifested by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immorality to right, brought life and immorality to right
through the gospel. Bwana asifiwe. Kama vile tumekuwa tukilisoma hilo neno, hivyo ndivyo ninataka tuweze kuendelea na kulisoma neno katika Biblia kwa batana na ondoleo hilo la dhambi, kifo na mambo yale yote ilikuwa imetuficha, imetutenganisha, imetuondoa katika mapatano yetu na baba wetu Mungu. Kulingana na hilo neno nimesema tuweze kufungua katika kitabu ya Hebrews 2:14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Bwana asifiwe. Wakati ule tunaposema ati death is abolished, kwa hivyo kunaye yule alikuwa amesimama katika mwanya wa kuleta kifo katika ulimwengu na kumfanya mwanadamu aweze kuingia katika kifo. Kristo Yesu akatumwa katika ulimwengu tulio ndani yake ndio aweze kuondoa kifo katika uwezo wake, katika nguvu zake, na katika kifo chake kile alipokufa miaka 2000 imepita, ndio sisi wote, mimi na wewe, tuweze kufunguliwa. Kiswahili inatuambia kwamba basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Haya yote tunaoyazungumza, haya yote ilifanya Kristo Yesu aweze kuletwa katika ulimwengu tulio ndani yake. Kazi yake ilikuwa gani? Kulingana na neno la Bwana katika hiyo kitabu ya Hebrews 2:14 inasema ya kwamba yeye ndiye aliondoa, aliharibu, yeye ndiye alifanya hali ile yote ilikuwa yani imesababika katika maisha yetu na kutufanya sisi kuwa wenye dhambi na kutufanya sisi kuwa katika mauti. Neno linatuambia ya kwamba Kristo Yesu yeye ndiye aliyeondoa, yeye ndiye aliyesimama kwenye mwanya ndio aweze kuondoa na kuharibu nguvu zote zile zilikuwa zimesimama katikati yetu na Mungu. Na hizo nguvu zilikuwa zimeletwa na nani? Na yule muovu Ibilisi. Kwa hivyo ile kazi Kristo Yesu alifanya ni kuondoa Ibilisi, ni kuondoa Shetani katikati ya mwanadamu na Mungu. Aliondoa nguvu zote, aliondoa mamlaka yote, aliondoa baria zote Shetani alikuwa ameweka. Aliondoa chochote kile kilikuwa pingamizi yangu na yako wewe usikaweze kumtambua Mungu na kazi yake. Bwana asifiwe. Hiyo kazi yote ya kutufanya sisi tushishiriki katika kifo chake Yesu, ni Shetani alikuwa ameleta hiyo hali ndio mwanadamu aweze kuwa katika upande wa Shetani. Lakini Mungu naye ni mwenye hekima. Tumesoma hekima yote iko kwa Mungu, uweza wote uko kwa Mungu. Haleluya. Na kwa sababu yeye ndiye mwenye hekima, yeye ndiye mwenye kufahamu, yeye ndiye mwenye kuelewa mambo vile inavyoendelea katika ulimwengu,
akaweza kumtuma mwanaye wa pekee Kristo Yesu, ya kwamba aje katika ulimwengu ndiye aweze kutuokoa. Na namba 9 ile nilikuwa ninasoma katika kitabu ya nitatoka hapa kidogo niingie katika kitabu ya 2 Timothy mstari wa 9. 2 Timothy 1 mstari wa 9 inasema, who had saved us and called us with an holy calling. Wakati ule alipokuja katika ulimwengu, akakuta watu wote wameingizwa katika kifo, katika laana, katika mauti, na wamefichwa ukweli na nuru iliyo ndani ya Mungu. Mungu wakati alipomtuma mwanae, kazi ya Kristo ilikuwa moja, kuja sisi zote kutufanya kuwa wana wa Mungu, kutuokoa. Na ndio inasema, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kumbe hata wakati Ibilisi anajaribu kuingia, kumbe mpango wa Mungu ulikuwa umepangwa. Ati kukienda hivi kukose kuwa salama, wewe Yesu Kristo ndiye utashuka pale ulimwenguni. Mwanadamu nimemuumba, yule ndiye tegemeo langu katika ulimwengu. Hali yoyote ikikuja sio kamili na sio kulingana na vile sisi tunavyohitaji, wewe ndiye utaokoa mwanadamu, wewe ndiye utafungua mwanadamu, wewe ndiye utasimamisha mwanadamu, wewe ndiye utaondoa mwanadamu kutokana na hali yoyote ile. Iwe muofu anaweza jifichia watu wale, aweze kuwatoa katika nafasi yetu sisi. Bwana asifiwe. Na ikawa hivyo wakati ule hekima ya mwanadamu ilianza kazi katika ulimwengu. Kristo Yesu ndiye alitumwa, ndiye aje aweze kutuondoa katika hekima yetu, atuondoe katika kazi zetu sisi, sile tulifikiri ya kwamba ndio imetufanya na kutuweka katika wema. Akakuja ndio aweze, na Kiswahili anasema ya kwamba ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Sababu wale walio ulimwenguni walikuwa wameharibiwa, walikuwa wamepofuka macho, walikuwa hawajielewi, walikuwa katika dhambi na mauti. Kwa hivyo yeye alikuja ulimwenguni ndio aweze kutuokoa na yale yote yalikuwa ya udhalimu, na akatufanya watakatifu. Alitufanya kuwa watakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi. Mwanadamu ni mtu wa matendo. Mwanadamu ni mtu wa kufikiria ya kwamba nikifanya hivi Mungu atanipenda, Mungu atanibariki, Mungu ataniinua, Mungu atanifanya. Hiyo ndio mawazo ya mwanadamu. Nitafurahisha Mungu. Hapana. Wacha tusikie haya yote ilifanyika wakati gani. Neno linatuambia kwamba ate si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Bwana asifiwe. Hili jambo lilifanyika ulimwengu ukiwa haujaumbwa, mbingu ikiwa haijawekwa. Yesu Kristo akatumwa, akafia watu wote kabla hawajafanywa, kabla hawajafika ulimwenguni, kabla hawajaumbwa. Kwa hivyo si kwa kazi yetu, si kwa mawazo yetu ya kwamba ate nikifanya hivi nitafurahisha Mungu, nikifanya hivi Mungu atanibariki, nikifanya hivi nitaonyesha Mungu mimi ninampenda. Hapana, alitupenda kabla. Umpende usimpende, yeye ndiye alitangulia na upendo.
ufanye usifanye, yeye ndiye alitangulia na upendo na tena atakufanya. Usimame usisimame, yeye ndiye alisimama kwenye mwanya. Uombe usiombe, yeye ndiye alikupenda kabla ya pendo lako wewe. Na kabla uombe, alikuwa amekuombea amani. Alikuwa amekuombea kuingia katika uzima wa milele. Alikuwa amekuombea mapenzi yake itimie katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si kwa kazi yetu wala kwa mambo yale tunafikiria sisi. Neno linatuambia kwa kusudi lake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo. Yeye katika Kristo Yesu tangu milele, kabla ya msingi wa ulimwengu. Kabla sisi hatujaonekana katika ulimwengu, kabla jambo lolote halijafanyika, Mungu alikuwa ameweka wakfu mwanadamu na kumfanya mtakatifu. Haleluya. Tuliwekwa wakfu kabla ya kuingizwa katika ufalme huu ama ulimwengu huu tulio ndani yake. Sisi ni watu tumefanywa kuwa watakatifu. Sisi ni watu tumekombolewa. Ni kwa imani wewe uingie katika gobo la chuo. Ni kwa imani uingie katika gobo la chuo. Usome mambo yale yote. Hapo ndipo neema ya Kristo imeandikwa. Hapo ndipo Kristo anasomwa. Hapo ndipo Mungu anasomwa. Hapo ndipo Roho Mtakatifu anasomwa. Hapo ndipo ufunuo wote wa neema na neno la Bwana tunatoa ufunuo. Ufunuo hautoki kwa watu wetu. Ufunuo hautoki kwa vitabu zingine zozote zile. Kitabu ni moja tu. Only the Bible. Biblia ndiye tu kitabu kile kimepeanwa na Mungu. Hizi zingine zote zimeandikwa zikilinganishwa na Biblia ni mawazo ya mwanadamu. Na hakuna wakati mawazo ya mwanadamu itatutoa itatuingiza katika mapenzi ya Mungu. Ni kututoa, itatutoa wakati wowote utakaposimama na kuamini mambo yale watu wanapopeana wala kuandika. Neno la Bwana ndiye tu liko na nuru. Hiyo ndio kifunguo, hiyo ndio mlango, hiyo ndio uzima, hiyo ndio nuru, hiyo ndio uwezo, hiyo ndio nguvu, hiyo ndio iko na vyote. Kila kitu kimefichwa ndani yake. Hata kama wewe ni tajiri namna gani, utajiri wako hakuna mahali ama jambo utakufanyia. Utafurahia tu kwa muda kidogo, lakini baada ya hayo kuna mahali pengine, kuna maisha mengine marefu sana yasiyo na mwisho. Na hayo maisha either uwe katika jehanamu ya milele ama uwe katika ufalme wa Mungu, katika uwezo wote na mamlaka ya uzima wa umilele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo ni mawili. Wewe ndio utajichagulia kama unataka kukaa katika ulimwengu tulio ndani yake kwa amani na furaha ya ulimwengu, alafu baadaye milele na milele uangamie. Haleluya. Tunaendelea na kulisikia neno na kulitambua neno na kulisikiliza neno. Katika mapenzi yake Baba, wema wake u pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ninapenda neema ya Kristo. Ninapenda hiyo neema kwa sababu wakati iliponifikia niliona tofauti sana katika maisha yangu na maisha ya beleni. Hata kama ukijaribu kuitafuta, ama wewe ukitajaribu kuitafuta uione kwangu, hautaiona. But mimi ninahisi kuna mabadiliko. Ninahisi kuna mpango mwema. Ninahisi kuna amani jipya, kuna upendo mpya, kuna uzima mpya ndani yangu.
Wewe unaweza kosa kuona, hata mimi naweza kosa kuona wako, lakini kuna ndani yako kuna utofauti unasikia wakati ulipokea hiyo neema ya Kristo, huo wema wa Kristo. Wakati alipoingia ndani yako, kuna mabadiliko. Na kuambia mtu wa Mungu, kama aliingia katika njia ya kweli, kuna mabadiliko hata kama saa ingine wewe hauyatambui, kwa sababu kuna kile unataka kulenga ndio uweze kujua Mungu anakupenda. Usiingie kwa Kristo wala kwa Mungu ukiwa unatazamia jambo fulani. Ingia tu, jipeane pale katika neno lake, katika uzima wake, pasipo kutaka kujua yale yatafanyika. Kufanya ni kwake kwa kupitia kuliamini neno. Wewe lisikilize neno, soma neno, liamini neno, wewe kazi ingine yote itajileta na itajitafutia njia yenyewe. Vile neno la Bwana linapofanya kazi ndani yetu, hakuna mtu awezaye kuelezea. Bwana asifiwe. Ni kitu imefichwa. Siwezi soma neno hapa niseme litanifanyia hivi, lakini wakati linapoingia ndani yangu, ndio linajichagulia yale yote yanayofaa kufanywa ndani yangu na kubadilisha maisha yangu na kunielekeza kulingana na ile njia. Neno hili, hekima hii ya Bwana, Roho huu wa Bwana anaona ndio unafaa nikaweza kuelekea. Watu wengi wamedanganyika wakifikiria nikiingia katika Kristo, nikiamini Kristo, nitakuwa tajiri, nitafunguliwa katika mambo ya umaraya, nitafunguliwa katika haya yote yatafanyika, lakini si kwa mpango wako. Yote yatafanyika, lakini si kwa mpango yako, sio kwa mapenzi yako. Mungu ndiye anajua mapenzi yake juu ndani yetu vile inavyohitajika kuwa na kuendelea. Tukiendelea hivyo, tutaweza kuliangalia pamoja nawe katika kitabu ya Roman 8:6. Kitabu ya Warumi Roman 8:6 inatuambiaje? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kiswahili, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Nia ya mwili ni mauti. For to be carnally minded. Ninakwambia ya kwamba kuwa carnally minded ni kusema ya kwamba your mindset imesetiwa kulingana na mambo ya ulimwengu. Kwa hivyo kuwa carnally minded is mindset. Lakini wakati wowote utakubali kubadilishwa na neno la Bwana, uondolewe katika umwili, uigizwa katika maisha ya rohoni, spirituality ama spiritual, igie katika maisha yako ya spiritual, utakuwa na life ndani yako. Kwa hivyo spirituality is life. Bwana asifiwe. Ukiwa carnality is your mindset. Ni lazima uweze kukubali na kuelewa kuna mabadiliko. Kuna kitu tunaita turning, about turn. Kuna kitu tunaita repent, na ndio turn. Wakati unakubali, unatoka katika carnality unaingia katika spirituality. Bwana asifiwe. Na wakati uko katika spiritual, ukifaingia katika hali ya kuwa katika maisha ya kirohoni, utakuwa na life ndani yako. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo, na wakati umeingia katika hiyo, wakati utaingia katika hali ya kuwa mtu wa rohoni ama spirituality, kuna kitu kimoja kinabadilishwa: mawazo. You are thinking.
Wakati huo umeigizwa, mawazo yako imebadilika, una think kama vile Kristo anavyo think, unawaza kama vile Kristo anavyowaza. Haleluya. Kwa sababu jambo moja, wakati ule mimi nilikuja nikaambiwa na mama yangu, wewe ni mgonjwa, nilishika hiyo. Baada ya kuendelea na kulitambua na kulisoma neno na kusikiliza neno, nikasikia naye mtu mwingine akakuja akaniambia, Mungu amekuponya magonjwa yote. Mama yangu aliniambia mimi ni mgonjwa, na huyo ugonjwa umekaa na wewe miaka 10. Hiyo shida ilianza tangu ukiwa mdogo. Naye mwingine akakuja akaniambia, maandiko inasema magonjwa yako yote imeponywa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kama nitakuwa maidi yangu nitaiseti kulingana na vile nimesikia neno limesema, mawazo yangu, kwa sababu nimeambiwa Kristo alikuponya, mawazo yangu yote ikiingia ndani ya Kristo, sitafikiria juu ya diseases ama sickness. Nitakuwa nikinjua na kuelewa ya kwamba hata kama mimi ni mgonjwa nimepona, hata kama mimi ni maskini nimetajirika, hata kama mimi ni muofu nimekuwa righteous. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sitafikiria juu ya magonjwa, hata kama imeingia. Kutoka hapo ndio uponyaji nayo imeingia, sababu Kristo Yesu alipigwa, aligojeka ndio nami niweze kupona. Kwa hivyo wakati ninagojeka nimepona tayari. Bwana asifiwe, kwa sababu ya mapigo yake. Kristo Yesu, ukipokea ile mind ya Christ, uondoke katika mind, ile mindset ya kanari ya umwili. Kristo Yesu hakufikiria juu ya kitu tunaoita failure. Kwa hivyo wakati nimepokea hiyo mawazo ya Christ, failure ni past tense. Aliniondoa katika failure, aliniondoa katika kutoweza. Bwana asifiwe. Aliniondoa katika kushindwa. Kwa hivyo mimi sitafikiria juu ya failure, nitafikiria wakati wowote juu ya kufaulu. Nitafikiria juu ya victory katika maisha yangu, hakuna kitu ingine. Bwana asifiwe. Hata kama wanasema hivi, mimi ninajua vile maidi yangu imesashetiwa ndani ya neno. Neno linaniambia you are victorious. Wewe umeshinda, wewe umeponywa. Haleluya. Wewe ni mkamilifu. Kwa hivyo kutoka hapo sitakuwa tena carnally minded, sitakuwa na mawazo ya umwili. Unafika kuwa katika spiritually minded, mawazo ya wanadamu, kingdom minded. Utawaza kuandamana na mapenzi ya Mungu, utawaza kuandamana na victorious, kuwa victory, kuwa mtu mwenye akona hekima ile tumeona inatoka kwa Mungu. Utakuwa wise kama vile Mungu alivyo wise. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wowote mind yako imekuwa mind ya God, spiritually minded, utakuwa kila wakati unafikiri mambo ya ufalme wa biguni, unatoka katika mambo ya ulimwengu. Bwana asifiwe.
Hallelujah. Inayo 7 and 8 na 9 tutasoma pamoja. Acheni tusome hiyo tu Roman 8:7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Number 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Number 9. But you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Hallelujah. Mtu yeyote yule asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo si wa Kristo. Mtu yeyote yule ni carnally minded, huyo hawezi please God, hawezi mfurahisha Bwana. Kwa hivyo yeye si wa Kristo. Yeye chochote si ya Kristo ni cha Shetani. Kwa hivyo chochote si za Kristo si cha Mungu, lakini chochote ni cha Kristo ni cha Mungu. Na chochote si cha Kristo ni za Shetani, na chochote za Shetani si za Mungu wala za Kristo. Hapana, hayo yote. Kwa hivyo nasema hivi asubuhi ya leo ya kwamba hallelujah, I'm not in the flesh. Mimi siko ndani ya mwili, ziwazi mambo ya umwili, sifanyi mambo ya umwili. I'm in the spirit. Bwana asifiwe. Niko katika Roho wa Bwana. Mwadhani ya roho gosho. Bwana asifiwe. Wakati wowote ninapowaza, asubuhi ya leo ninasema, wakati wowote ninapowaza, ninawaza mambo ya rohoni. Hivyo ndivyo na wewe unafaa kuelewa, na ndio uweze kutia nguvu, kuwa na confidence ya kwamba yenyewe nimefunguliwe, nimeokolewa, nimepewa kibali. Mimi ni mwana wa Mungu, nimefiwa na Kristo, damu yake imenifunika, imeniondolea dhambi. Damu yake imenifanya kuwa kiumbe kipya. Hiyo kazi yake imeniokoa. Mimi si wa ulimwengu, mimi ni wa Mungu, mimi ni wa ufalme wa Mungu. Hiyo ni mambo ya kutia moyo wako nguvu na kufanya uweze kuenenda pasipo kuangalia nyuma, na kuwa ya kwamba kila wakati mahali utazamao ni mahali penye uwezo wote, nguvu zote na mamlaka yote itokao kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ni haki yako wewe kunena mausia ya Bwana. Ni haki yako kunena kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya ni kama kazi yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliifanya kwa ajili yangu. Alifanya kwa ajili yangu. Mimi ndio nilifanya aweze kuifanya. Wewe ndio ulifanya aweze kuifanya. Alikufa kwa ajili yako. Alikufa kifo chako. Alifanyika umaskini kuwa maskini katika umaskini wako, ndio wewe uweze kuwa tajiri, ndio wewe uweze kuwa na uzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati wowote unafaa kuwa na mawazo ile ilinganao na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wakati wowote ninawaza mawazo ilinganao
na Roho Mtakatifu. Yes, neno linaniambia niamini yote yale Kristo aliyoifanya na yale yote Kristo anayoinena, na ananena kuniambia ya kwamba nimekufanya kuwa, nimekupa Roho wangu Mtakatifu. Kwa hivyo mawazo yako iweze kuwa imefunikwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na kujua na kutambua ati mimi ninaishi katika yeye, naishi ndani ya Kristo, na Roho wa Bwana anaishi ndani yangu. Nimefanyika kuwa a dwelling of the Spirit, Holy Spirit. Bwana asifiwe. Yaani unanena mambo ya kufanya neno la Bwana lile limeandikwa katika ukweli wake ndani ya Biblia liweze kuingia ndani yako na kukupatia nini? Mwelekeo, na kufanya uweze kufanya kazi ya Bwana ukiwa na boldness. At the Spirit of God dwells in me. No guagirire ne kuga. He dwells in me. Kila wakati unajitia nguvu, unaomba hiyo maombi katika maisha yako, unaomba hiyo maombi katika watoto wako. Roho wa Ngai atũraga thĩinĩ wa ciana ciakwa. Roho wa Ngai nĩ ũtongoragia ciana ciakwa. Nĩ ciatuĩkire nyũmba ya Roho wa Ngai. Ngai aikaraga thĩinĩ wacio. Kũhoera mũthuri waku, kũhoera mũtumia waku na maũndũ ta maya. Ati meciria ma ciana ciakwa nĩ mathingu. Ciana ciakwa ciĩciragia meciria mega hĩndĩ ciothe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ati niĩ na Jesu nĩ tuhanaine. Tutire tofauti ona hanini. Uria Jesu ahana niguo hana. Niguo mutumia wakwa hana. Niguo muthuri wakwa hana. Niguo ciana ciakwa ihana. Niguo kanitha ũrĩa hunjagia andũ othe mekuo mahana hamwe na family ciao. Na unakuta kupitia yale kuyanena, unakuta kunaye mmoja anafika kufanyika kulingana na vile ombi lako lilivyo. Sababu ni gani? Sababu ni kuamini. Tunaamini neno la Bwana lile, hatujui vile linavyofanya kazi, na tunaamini linafanya kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ate chochote kile kiko na Mungu ni changu, na chochote niko nacho ni cha Mungu. Kwa hivyo mimi na Mungu tunashare kitu moja. Niĩ na Ngai tugayanaga indo imwe, tuyũthagira indo imwe. Maũndũ makwa mothe na maũndũ ma Ngai nĩ mamwe. Meciria makwa na meciria ma Ngai nĩ mamwe. Meciria ma ciana ciakwa, meciria ma mũthuri wakwa, meciria ma mũtumia wakwa, meciria ma ciari yakwa, meciria ma andũ aitũ arĩa tũciaranĩirwo, family citũ nĩ mamwe. Yani ukambĩrĩria kũmahoera ona marĩ aganu, ona marĩ etĩi, ona marĩ na ngoro nyũngũtũki. Ndukae kuga ũyũ ndangĩcenjia, usiseme huyu hawezi badilika. Hapana, kutokana na maombi yako kuna mabadiliko ya ajabu. Yes, kuna change. Endelea tu na kutamani waweze kuingia katika nafasi ile. Revelation 1:17. Tuangalie neno katika kitabu ya Revelation. Time yangu inaendelea lakini nimebakisha 15 minutes. Kwa hivyo acheni tumalize pamoja kwa upendo wa Mungu. Revelation 1.
17 inasema, and when I saw him, I fell at his feet and and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Kwa hivyo Mungu ndiye wa kwanza na wa mwisho. Kwa hivyo wakati ninasema Mungu ndiye akona kifunguo, haina mtu mwingine. Shetani hana kifunguo, umaraya hauna kifunguo, bwanako bibi yako hana kifunguo, wazazi wako hawana kifunguo, kanisa lenu halina kifunguo, utumishi unaotumika hauna kifunguo, kuhubiri unaohubiri haina kifunguo. Mungu ndiye aliye na kifunguo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shetani hana kifunguo. Kwa hivyo hana kitu. Afadhali mimi nimepokea hiyo neema na nikatambua katika revelation ya kwamba njia ya Bwana ndiyo hii, mawazo ya Bwana ndiyo haya, mapenzi ya Bwana ndiyo haya. Shetani hajatambua. Mimi ndio nimepewa hiyo key, wewe ndio umepewa hiyo key. Amini, kwa sababu chochote ni cha Mungu ni changu, chochote ni cha Mungu ni chako, na chako chote ni cha Mungu. Kwa hivyo hii key ni yako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ningenagio ni kiugo kia Ngai tondu ni gitumaga nditambure na ndimenye wega. Kwa hivyo wakati tunapoelewa kifunguo kiko na God ama Christ, shetani hawezi kutupeleka mahali. Mwathani arogocwo. Shetani hana chake, yeye amefukuzwa nje. Hallelujah. Hakuna kitu anaweza fanya katika maisha yako ama ndani yako. Hana kitu. Nike inyamwo uguo ya guthiururuka, ndari handu hake. Ngai niwe kiambiriria na niwe mwisho. Turathoma nawe thiini wa ibuku ria Hebrews 13 turona Jesu niwe ira, umuthi ona rucio. Arituraga uguo, ira, umuthi ona rucio, ira, umuthi ona rucio. Koguo ndari hindi acenjagia, habadiliki kamwe. So mahali alisema amekufanya, amekuweka, hapo ndipo uko jana, leo na hata kesho. Amekuweka hapo na hautoki. Unaandamana na yeye siku zote. Ndani yako siku zote. Maisha yako iko mkononi mwake. Mapenzi yake iko mkononi mwako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hakuna kitu kinaweza, hakuna msemo shetani anaweza sema ukamilike ndani yako. Hakuna msemo anaweza sema ukamilike katika familia yako, sababu hana uwezo. Wewe uko na uwezo kumuliko yeye. Utabue mambo hayo. Mimi niko na uwezo kuliko yeye. Mimi niko na uwezo kuliko wale wote wananifikiria vibaya, wale wote wananiona kulingana na vile wanavyotaka kuniona, wale wote wanaonitegea mitego, wanakutegea mitego. Wewe uko na uwezo na nguvu na mamlaka. Uko na neno unaweza sema juu yao na ifanyike. Hallelujah. Na maneno yale sisi tunenao ni ya kuwaombea waweze kugeuka, kwa sababu mapenzi ya Bwana ni watu wote waweze kuokolewa, waingie katika uwezo na mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Na kuna wakati shetani anaweza kukutoa katika mkono wa Mungu.
Wewe ndiye unaweza jipeana. Tunawahubiria watu, lakini hata kama tunawahubiria usiku na mchana, tunawanenea usiku na mchana, sio sisi tunaweza wachagulia kuingia katika Kristo. Wao ndio wanafaa kujichagulia kuingia katika Kristo. Kwa hivyo wewe, kazi yangu na kazi yako ni kuhubiri. Kazi yangu na kazi yako ni kupeleka injili ulimwengu mzima. Wakugeuka ageuke, na wakukataa akatae. Bora ameisikia. Wewe hauna uwezo, na Mungu ana uwezo wa kubadilisha mawazo ya huyo mtu atayafanyike kile Mungu anataka. Yeye ndiye amesikia, kwa sababu mapenzi ya Bwana ni neno. Amelisikia na amesikia moyo wa Mungu. Sasa auchukue, auvae, ama aukatae, aufukuse nje. Na akifanya hivyo, Shetani yu pale akiwa anamgoja. Kwa hivyo life yako ikiwa mkononi mwa Mungu, hakuna awezaye kuiondoa mahali pale. Na tena katika kulingana na katika kitabu ya gani Psalms 91 mstari ule uko chini wa mwisho, inasema ya kwamba utaishi wakati ule utataka kuishi katika ulimwengu. Niko na jambo moja nataka kukuambia nikienda kumaliza. Shetani ana uwezo wa kukutoa katika ulimwengu. Haleluya. Hana uwezo. Hana uwezo. He has no power to kill you. Hana uwezo wa kukuua. Hana nguvu za kukuondoa ulimwenguni. Haleluya. Una uwezo wa kuishi wakati ule unahitaji kukaa ulimwenguni. Usijaribu kuzima taa yako mapema. Wacha nuru ya Bwana iweze kuwa inang'aa usiku na mchana katika maisha yako, ukiamini hata kesho nitaishi sababu Mungu wangu anaishi. Hata kesho nitahubiri kwa sababu hiyo ndio kazi ya Mungu ndani yangu. Bwana asifiwe. Kila wakati usiogope matamko ile inakuja negative katika maisha yako. Usijidharau kwa sababu unadharauliwa. Hata mtu mwingine akikuja hapa akudharau, usikubali kujidharau. Fanya yale yote ifaao ya kuonyesha ya kwamba nina mmoja yule, na ndiye tu anafaa maishani mwangu, na ndiye Mungu. Yule hawezi nidharau, yule hawezi niacha, yule hawezi nijificha. Saa yote anakuanga nuru kwangu, uweza kwangu, utukufu kwangu, mamlaka kwangu. Hata kama ni unapitia wapi, yeye yuapo pamoja nawe. Munapitia pamoja. Haleluya. Ucio niguo nduri aungenagia. Ati ona riria ndi murwaru kana riria mundu ainamite, Ngai ari o hau. Akuhinde o inamite ni akoragwo agigwikira hinya. Ari o hau agikuinamura. Ari o hau agikuhonia mirimu iri orwarite. Tondu ni aririe iguru riayo okuma kiambiriria giathi na akiuga ni wahona. Hau tondu we ni oi we muhonu, nduri murwaru, nduri muhinyiririku, nduri muthini. We mwana wake uri endete. Ni aguthurire niguo uture we mwitikiriku maundu-ini maku mothe. Yes, nampenda Kristo. Bwana asifiwe. Napenda kazi yake. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ninakumbuka siku ile Yesu alipokuwa anakufa msalabani, kabla hajakatika kabla hajakatika katika msalaba, alisema nimeweka moyo, yani ameweka moyo wake ama uhai wake mkononi mwa Bwana.
amecommit katika mkono wake, spirit yake, roho wake. Nimeweka roho yangu kwako. Bwana asifiwe. Yesu akasema hivyo. Na sisi tunafaa maroho yetu mkononi mwake tuweze kuishi. Sababu yeye ndiye ako na neno la mwisho kwa kila mmoja wetu katika maisha yetu. Na ukiwa na nafasi kama hizi tunazozinena hapa, hata watu wagoroke namna gani, wawe na wazimu namna gani, kwa sababu ya mambo yale yanaowatisa katika akili zao, katika ulimwengu, katika nini, wewe utakuwa tu na amani. Sababu mwenye amani ni Christ, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo ni yeye. Kwa hivyo ako na njia ya kufanya zote zikutawalie kwa upendo na kwa amani. Haleluya. Mwathani arogocwo. Yesu hakukufia mkononi mwa mwanadamu yeyote. Yeye mkononi mwa Baba aliweka roho yake mkononi mwa Baba. Yeye hakufa akiwa na makasiriko ya mwanadamu yeyote. Wazazi wetu wengi, watu wetu wengi wanakufa akiwa wamebeba, kubebana. Na wanasema hata nikikufa sitasamehe fulani. Yesu alisemaje? Wasamehe, hawajui walitendalo. Yesu hakukufa akiwa amebeba mtu. Alikatika kwa sababu alikuwa amekuja kuturehemu sisi wote. Na wewe fungua watenzi wako. Fungua wote watenzi wako. Fungua wote wasionena udhema maishani mwako. Wafungue. Na utakuwa na amani kuu. Utakuwa na furaha. Na utakuwa na nguvu. Mamlaka yote itakuwa katika maisha yako. Kwa sababu ya kuachilia. Kwa sababu ya kutenda kama vile inavyohitajika. Hata kama hautaongeleshea mtu, muondoe kwako. Niguo muthegie ngoro-ini yaku. Eke Jesu Kristo ikare ngoro-ini yaku. Wicagurire guikara thiini wa Kristo, tondu Kristo ni eheanire kuri we. Thino ndungiaga tho, no ndukae gukuona imwe ndungicihota. Thino ndungiaga maundu na tundu tuingi muturire-ini waku. Aciari aku no makurituhire. Mutumia waku, muthuri waku no akurituhire. Ciana irio ciarite no ikurituhire. Othe tiga kumakua. Rugama na Kristo. Ugwa rugamire na ithe. Ona ithe amwirite thio makuire. Tondu ni amenyaga ithe niwe wina kiugo kia mwico na niwe wina hinya uria wa gutuma aume mutharabaini. Na ni umuthi uyu ni njitikitie na ngamenya gutire hinya ungihota gutuma ndorie. Gutire uthamaki ungihota gutuma ndugame tiga uthamaki wa Kristo Jesu. Uthamaki wa ciaria kwa ndungihota. Uthamaki wa muthuri wakwa ndungihota. Wa ciana ciakwa ndungihota. Wa in-laws ndungihota. Ona wa ciana, ona wao, ona uthamaki wa mutumia wa mundu ndungihota gutuma muthuri arugame. Riu koguo ri, rekei twihoke Kristo ariwe umwe wa ma uria watumirwo. Tumwihokage, tumwirigagirire na tuikarage twendete kuma kuri we utuku na muthenya. Tutekwenda kumenya maundu marathia atia na gukunja, tondu mau namo ni kirumi kinene muno na ni gikuo muturire-ini wa mundu. Menya uhoro wa Kristo. Maya mangiona merehe mariuka me mahuthu. Maria mangiuka makuinainie makurage meguka me mahuthu mothe. Mutumia we hau, wona wehoka Kristo, ono ngigia na ciana ciikanie igiteanaga, kana ihike igiteagwo, kana iciarire gwaku, kana mage kuhika, kana mage kugia mahu, ndakwira nama we thiini wa Kristo. Undu ucio ndugatuika gikuo thiini waku, no ni uri ikaraga kwiririria, ni ukwiririria
maundu macio mothe makinyanire na mekike. No riri ndugakue ni undu wamo, ndukarware ni undu wamo. Ikire hinya. Watigwo ni muthuri, wikire hinya. Watigwo ni mutumia, wikire hinya na kiugo kia Ngai. Ugutura ta mundu wina maundu macio mothe muturire-ini waku, na ni ukugia na hinya wa kuhota guthie na mbere. Mwathani arogocwo. Nijitikitie Kristo Jesu ena uhoti wothe, ena hinya wothe, na ngiaria uguo nimenyaga umuthi no njage kuoneka ndina uhoti ucio ndirari iguru riagu, no rucio ninjui ni ukoneka. Mwathani arogocwo. Ninjui uhotani wake, najua kesho itafanyika. Najua mambo yote tunenao kwa imani katika Kristo yataonekana, itadhihirishwa hata pasipo sisi kujua. Kesho yake itadhihirika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwa imani twakaa katika Kristo, ni kwa imani tunaliamini hilo neno, ni kwa imani tunaamini yote yatawezekana. Haleluya. Lakini si kwa matendo, si kwa kazi yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nakupenda sana. Ukisikia nimesema nakupenda sana, ujue ni wakati wangu sasa wa kumalizia ile nafasi tumekuwa nayo, na kwa sababu ya uvumilivu na kuandamana pamoja nami, wacha ufunuo wa Bwana wa mambo yale yamefichwa ndani yako, na vitu vyote za dhamana kubwa zimefichwa ndani yako. Sasa sianze kuonekana, watu waweze kushuhudia kukupitia wewe ya kwamba kweli Mungu ametenda mambo makubwa kuliko jana. Kuliko jana ameyatenda makubwa kuliko jana, na ukweli yametendeka. Ukweli yametendeka kwa sababu tumekalia, kazi imekwisha. Ile Kristo Yesu alitufanyia kwa uwezo na kwa nguvu na kwa mamlaka yake. Wacheni tuombe pamoja. Oh, haleluya. Mungu, twakushukuru na twakuinua. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Umekaa katika kiti chako ukiyatambulisha kazi yako Bwana Jehova Jire, ile uliyofanya kabla ya ulimwengu huu kuwekwa. Asante ni kwa sababu miaka 2000 imepita, umetenda kazi yako kwa mapenzi yako kulingana na vile Bwana Jehova Jire Mungu wetu Baba alikusudia juu yako Kristo. Asante ni kwa sababu yamefanyika yote, ndio yeyote yule atakayeamini aweze kuimba wimbo wa utukufu ule Yesu Kristo uliouimba wakati ule ulifufuka katika wafu. Asante, ulishinda kifo na ukashinda mauti, na hata Shetani kulingana na vile tumesoma ulimshinda. Mungu wangu, na ukawa kifunguo ikawa mkononi mwako Kristo. Sisi wote tulio ndani yako tumeipokea kile kifunguo. Hakuna kazi ya Shetani yoyote itakapoonekana wala kudhihirika katika maisha yetu, ni kwa sababu sisi tumefanyika kuwa wanao. Sisi ni watoto wako, sisi ni umetufanya kuwa waweza. Sisi tuna mamlaka yote ya mbinguni na hata ya hapa ulimwenguni. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu mambo yote imedhihirika kuwa sawa na wazi katika maisha yetu sisi wote. Kesho yake Bwana Jehova Mungu wangu, ninaamini kazi yako itaendelea na itaendelea na itaendelea, na wale wote waaminio na wale wote wako ndani ya Kristo Yesu katika kuamini kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, wale wananena kazi ile aliyoifanya ndio ya kweli. Bwana, ninawaombea waweze kuwa na kibali cha kusuguka ulimwengu mzima wakiambia watu ukweli huo, na ndio ule ukweli uweze kufanya kazi katika mioyo ya watu wote, na ndio watu wote waweze kupokea kibali na kifunguo kile Baba wetu mfalme alionayo mkononi mwake.
kupitia kazi ya Kristo Yesu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Pendo la Bwana li pamoja nasi sisi wote.